mbali na tofauti tulizonazo za kisiasa, mbali na mirengo ya hapa na pale, mimi nataka niwaulize Wakenya tuhakikishe ya kwamba tunalenga mipango ambayo itabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Tujenge barabara, tuzalishe uchumi. Tushughulike na kilimo, tuhakikishe ya kwamba tunaondoa njaa. Tupange nafasi za ajira wa vijana wetu wa Kenya. Tuhakikisha kwamba kuna matibabu katika hospitali yetu. Na wauliza hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano, pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili, na ni nafasi yetu na ni wajibu wetu. Na mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, tushikanishe pamoja, kwa sababu ya muhimu ni taifa letu la Kenya. Ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, wiki baada ya nyingine, mwezi baada ya nyingine, mwaka baada ya nyingine, lakini tuchangie sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja, maendeleo ni mambo ya kila siku katika taifa letu la Kenya. Sababu hiyo ndio mimi nataka niseme, nilikuja hapa 2013 nikawaeleza ya kwamba katika ile mipango yetu ya kusongesha taifa letu la Kenya mbele, Kilifi tutahakikisha kwamba iko katikati. Na wakati tumeunganisha broad based, sasa ndio ikawekwa kasi hiyo mambo ya Kilifi kuwa ndani na katikati ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Walitoka pale moja wakatembea mpaka pale mwingine wakamaliza, wakasema mambo yote wakafoka, mambo yakakwisha. Lakini sababu hapa sisi tunaleta fujo, tunapigwa, watu wanauawa, hiyo ni sababu maandamano inakuwa na shida katika taifa letu. Hii maneno mimi nimeshaambia hata serikali. Tunataka yale maneno ya kushi. Sasa hiko maneno ambayo niongea juzi, ati wakati tulikuwa tunafanya maandamano, watu walikuwa wamepata majeraha. Kuna wengine ambao walikufa, hiyo ni 2023. Hata mwaka jana wengine walikufa. Hiyo tumalize hii maneno yote kama Wakenya, tuanze safu mpya. Tusema wale ambao walikufa, wazazi wao wapate nini fidia. Hata wale ambao mwaka jana wajenzi hiyo namna hiyo, na wale ambao wako sasa katika hospitali vile wapewe pesa ya kupata matibabu, tukiendelea huko mbele. Sasa mimi nimekuja hapa sasa kusema mambo mengi zaidi. Mwanake nimeona wale wengine wanasema mambo ya siasa mingi. Leo sasa kusema siasa, lakini mambo mawili nataka niseme. Mwanake tuko hapa sasa, najua Wakenya wengine tuko barabarani hapa na pale, na hiyo ni haki ya kila mtu. Haki kusema kama mambo hayaendi vizuri, unaweza kujitokeza ukafanya maandamano. Maandamano inahalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka ifanyike kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka miwili iliyopita, na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani, lakini ubaya ni kwamba tulikuwa tumetoka namna hii, tear gas zinapigwa kwetu. Sasa na hii vijana vile wanaanza kurusha mawe. Tunataka tuache mambo kama haya. Mnaona nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya, kule Ufaransa, maandamano yanafanyika kila mara. Juzi Israel ilipopiga Iran, kulikuwa na maandamano London, New York, Paris, hata Tokyo.
lakini wanakwenda wanawaambia polisi tufanye maandamano, wanakubaliana polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale. Kwamba sisi baba alipotuita siku ile kwa ushauri na tufanye kama Malindi wa broad base ya kwamba tufanye kazi pamoja, mimi nilikuwa mmoja wa kwanza kuunga mkono, kwa sababu sisi tunachotaka hasa nikiwa gavana ni maendeleo ya watu wa Kilifi County. Na hapa najua kuna watu wengi wamekuja kutoka Kenya nzima. Vile amesema Gavana King, anasema sasa amekuwa bishop. Sasa nataka hiyo bishop na ile kanisa yake, kanisa yako, ile baba yake, na sisi sote tushikana pamoja, Kenya itaenda mbele. Na hasa wakati huu ambapo niko mbele hapa, ambako namshinikiza babangu. Babangu alikuwa mtu wa amani, he was always a peacemaker. Hakutaka watu wa vurugane. Kwa hivyo nafikiri kwenda mbele, ule mwelekeo mko nao mnatuelekeza ni maoni ya mzee aliyelala hapa. Na mimi nawashukuru sana. Rais, keep it there. Usiyumbe. Mimi nilikuja pale Mombasa kuongea kitu kimoja, kwamba mgonjwa wa jipu, wakati daktari anakamua ile jipu ili lipone, ule mgonjwa si rafiki wa daktari. Lakini urafiki wa daktari na mgonjwa wa jipu utakuja baada ya jipu limepona. Leo hii uko mbio kukamua jipu la Mkenya ili Mkenya apate nafuu. Bila shaka kutakuwa na makelele. Hata wengine watakupiga makofi, watakwambia majina mengi kama vile tunaona kwa mitandao. But I can assure you, Mr. President, once hii jipu limepona, the very same people that want to claim sahihi, they'll come to you and tell you thank you, Mr. President. Ile uchumi vile unanyorosha, the struggles za watu wa kawaida vile unazinyorosha. Kwa sasa kuna uchumi, lakini baada ya kwisha, wale ambao wanapiga kelele hivi leo, the people who fast sing your praises. So rise, do not be discouraged. Stick there and push even more.